قولي. بعد kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, nikihusia ndugu zangu Waislamu kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, wa hiya wasiyatu Allah lil awwalin wal akhirin, na kumcha Allah ni wasia wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa umam ambazo kwamba zimetangulia na kwa sisi ambao kwa sasa bado tuko duniani hapa. Anatuhusia kwamba tumche wa taqwa wa fi'l awamiri wa ijtinabi nawahi, na uchaji Mungu ni kutekeleza maamrisho Allah jalla jalaluhu na kujiepusha kwa yale kukataza Allah jalla jalaluhu. Hii ndio maana kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Mambo yetu ikiwa ni silsila ya at-tauhid awalan, tauhidi mwanzo. Tukakomea na aya katika sura Zumar aya 65, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akimwambia mtume wake, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin wa ma qadara Allah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Aya hizi tatu ziko ndani ya sura Az-Zumar 65 mpaka 67. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anampatia nasaha hii mtume wake Muhammad, wa hashahu an yakuna Muhammad rasulullah mushrika, na wala haiwezekani kwa aya hizi kwamba labda mtume wetu Muhammad kuna siku itatokea ama ilitokea kumshirikisha Allah. Hili haliwezekani. Walakin hiya indhar, ni onyo. Aya hizi zimekuja kwa mfumo wa onyo na kuonyesha uzito wa shirki. Ndio Allah hakubakisha hata manabii, akawaambia wala wa ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Na hawa manabii lau wangefanya jarima kubwa hii kumshirikisha Allah, halau ni moja yale mambo yote ya ibada walizofanya, basi Mwenyezi Mungu angezibatilisha zote kwa sababu ya shirki. Kwa hiyo ikiwa shirki ilikosa nafasi hata kwa manabii, hii haina nafasi hata kwetu. Shirki haina nafasi kwa yote. Leo tunapata kwenye jamii ama kwenye mitandao masaila ajibu ya watu kuitana kwenye ibada tofauti na Allah tabaraka wa ta'ala, na kuaminika kwamba watu hawa pia ni miongoni mwa walinganiaji wanaoita watu kwa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Lakini sio hivyo. Kuna baadhi ya watu wanalingania, walakin tunasema du'atun ala abwab jahannama tasma'u minhum wa tankif. Kuna baadhi ya watu wanalingania dini ikaonekana kama ni dini, lakini Mtume akasema walinganiaji hawa wakawa wamesimama kwenye milango ya jahannam, wanaita watu kwenye milango hiyo, tasma'u minhum au tasma' minhum, utasikia da'wa zao, watunkiru, kisha utachukia tu. Kwa nini? Kwa sababu wanacholingania ni kumshirikisha Allah jalla jalaluhu. Kulikuwa na gumzo kubwa miezi tangulia juu ya masaili ya mapete. Kwa wale mfuatilia YouTube au mitandao mbalimbali, kuna habari nzima hii ya mijipete za mvuto, pete za bahati. Hizo ilikuwa ni gumzo zito, na watu kujipiga vifua kwamba hata mkaniambia nini mimi siachi. Yani anaona pale alipo hiyo iko sawa, hawezi acha.
Lakini kwa aya kama hizi tunasema kwamba pete za mvuto, pete za bahati au chochote ambacho kwamba ni nje ya ufahamu wa masahaba Mtume alayhi salatu wasalam, katika haya ni shirki, kama vile Mtume alivyoeleza kwenye hadithi ya Imam Ahmad alipomwona bwana mmoja kavaa hilqa mkononi mfano wa chuma fulani. Mtume akamuuliza, maji hiki ni chuma gani, cha nini hiki? Yule bwana akasema, mimi naliwagina hili nimevaa katika kinga. Hii ni miongoni mwa zile kazi za bwana Kastari. Tunakamwambia anziha, ambidha, kifue, fa innahu la tazidu laka ila wahmi, kwa sababu hakiongezi kwenye maisha yako ikichumo kivaa isipokuwa uoga au dhambi. Ambidha, kifue, wala umta, na lau utapatwa na mauti. Habari ya mwisho hii tunasema lau utapatwa na kufa bwana, na kirudi bado nacho, ma aflahta abadan, usingepata kufaulu milele. Kwa hiyo tunawaambia wenye pete za rohani, za subiani, za mvuto, za na mfano wake, wanaovaa maazma, maelezi, wanatumia matalasimu, wapenzi wa albadiri, lau mtakufa na itikadi hizo amfaulu milele. Albadiri ni miongoni mwa shirki kubwa, na hii ndio imechukuliwa kama silaha kwa waumini, kwa Waislamu. Muislamu akaigonga TV atafuta mtu albadiri, tunataambiwa albadiri bwana, hii kuna ustadi huko Malindi huko mkali, au utasikia kuna ustadi huko Gede huko mkali sana na albadiri hiyo. Au bwana alikuwa na mwalimu wao kwa kuongelea, achana naye bwana, albadiri yake hatari. Albadiri ayuha almuslimun, shirkun akbar, ni shirki kubwa. Bwana mmoja mzee, mimi usati ni katika walimu wanahesabika hivyo, mimi tasana mwalimu pia, kwa sababu jamii inakuwa hivyo. Aliabiri tuktuk hapa kondeni, klipu hii nipata kwa TikTok, yeye mwenyewe akizungumza, kaabiri tuktuk, kafanyiwa uganja, kaibiwa simu. Yeye akaacha ujumbe kwenye mtandao kwamba simu yangu irudi. Iklipu nilikuwa nayo kwenye simu yangu, lakini nikifuta baadaye kwamba simu yangu leo ilikuwa nampatia siku 3 irudi. Akatoa na stage hapo kwamba simu ile iregeshwe, yake pale fulani au pale fulani nitapata. Na zikiisha siku 3 na visomo vangu vizito, ana visomo vyake vizito. Kisha akasema kwenye maneno yake ya kwamba ikiwa visomo hivi vitachelewa, pia majini nao tawatuma, anaweza kuwatuma. Sasa inapofikia kwenye hali kama hizi, inakuwa ni hatari katika imani za nini, za Waislamu. Ni hatari. Kwa nini? Sababu ukurasa wa mwisho Allah anasema wa yawma yahshuruhum jamia, itakuja siku Allah atafufua wote, majini, malaika, binadamu. Thumma naqulu lil malaika ahaula iyyakum kanu ya'budun, kisha Allah atasema kwa malaika, yenyi malaika zangu, hawa watu duniani walikuwa wakikuabudu nyinyi. Allah subhanahu, malaika atasema hapana, Allah umetakasika. Anta waliyuna min duni, wewe ndio kipenzi wetu, mwabudu wetu, sio hawa watu. Bal kanu ya'buduna al-jinna, hawa watu duniani walikuwa wakiabudu majini. Aktharuhum bi mu'minun, wengi wao walikuwa wakiamini majini. Hizi ni aya za Qur'an, kisha zinaendelea kwa chini. Allah akisema sasa hii leo, la yanfa'u ba'dukum li ba'd naf'an wala dhara, hivyo la yamliku ba'dukum li ba'd naf'an wala dhara, ya kwamba hii leo kiyama sasa hakuna anayemiliki baadhi yenu ninyi majini na ninyi wanadamu manfaa wala madhara, hakuna hiyo kwamba eti jini anaweza leta manufaa kwa mwanadamu. Hii kiyama imeshakwisha.
au anaweza leta madhara kwa wanadamu, hapa kwenye kisimamo changu hakuna tena habari hiyo. Kwa hivyo msaada wenu ulishana huko duniani, msaidiana hapa leo hakuna. Wanaqulu lilladhina dhalamu, kisha tasema kwamba wale waliodhulumu walioishi kwa habari hii za kusaidiana wao kwa wao, baadhi yao na majini. Jina kuletea senti, umweke visa, kuletea senti, kuletea mshumaa, kuletea senti, mtoto wako awedhede. Habari hii imekwisha duniani. Ipo. Mtu kumchukua mtoto wake kumfanya kitu cha majini ili amiliki senti, ipo. Inawezekana. Sio kama haiwezekani. Inawezekana. Tena vizuri. Kwamba mtoto wangu huyu nakupatieni bwana, yeye kaenda hapa kulinda mzake, fanya kila kitu hapa, lakini senti zitajaa, zitakuwepo kweli. Sasa haya yapo duniani, lakini kwa Allah anasema hapa kiyama mambo haya shakisha muda wake, tutawaambia wale waliodhulumu, dhuku adhaba nar alladhi kuntum biha tukadhibun, kwamba leo hapa sasa kilichobakia ni kuingia na kuonja adhabu ya moto ambao kule duniani mlikanusha. Kwenye habari hii inaingia habari ya pete za mvuto, habari hii inaingia pete za bahati. Zote hizi ni pete za mashaitani, yani ni signal zao, ni password zao, kwamba ukishalivaa ile pete kuna maneno fulani lazima atakao yule mwenye pete ile anazungumza, au kuna mambo fulani kwa anayafanya ili pete ile kuwa na power katika ulimwengu wa chini. Wanafahamu wao. Hatueleza sana, lakini tutarudi hapa. Mwenyezi Mungu alimwambia mtume wake, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, ya Muhammad, tumekupa wahi wewe na wale waliokuwepo manabii wenzako kabla yako, la in ashrakta, lau tafanya shirki moja tu, iwe ni ya kuabudu kaburi, iwe ni ya mashetani wa kijini, iwe ni ya mizimu, au ni kwenda kwenye miti mikubwa kwa nguvu na uchumi, au yoyote, au ni ya masanamu, la yahbatanna amaluka, matendo yote yanakwenda kubatilika. Hakuna funga, hakuna swala, hakuna zaka, hakuna haji, hakuna, zote zinakwisha hizi, mujarrad wa kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Leo kuna watu wakitaka kuoa pia ni balaa, mpaka akaangalia mwanamke akakumuoa. Je, wanaendana katika kiuchumi? Riziki zao zilishikana ili mpaka wakatazamiwe pia. Na ikifika siku ya nikaha pia ikifika mpaka ikaangaliwa ile nikaha nyakati yake ni saa ngapi na siku gani. Na ndoa za watu hao shirikina mara nyingi utasikia ni mwanzo wa saa 4 awali ya saa. Kama nyewe mnajitayarisha kwa alfajiri, wao wanajitayarisha kwa kuoa. Hawa swala kwa si wajibu wao ni dakika za kuoa. Na inaweza ikapita time ya sala kwa sababu wao wanataka kuoa, washaambiwa. Kwa hivyo zile dakika za kuoa zinatazama zisipita hata moja, lakini awqati salawat la haraj, wallahu musta'an. Kwa Mwenyezi Mungu aliposema wala takunanna min al-khasirin, maana yake ni annahu la yuqbalu ma'a shirki amal salih, haikubaliki pamoja na shirki matendo mema, haikubaliki ibada yoyote itakapokuwa mwanadamu huyu amekamata kitagaa cha shirki, hakuna ibada kwake. Kwa falyusalli ma'a sala, na sala itakaposali na funga itakapofunga, lakini kama kuna dosari ya kumshirikisha Allah, ibada zile zote hazimiliki kitu, hazina jambo lolote. Bali la fa'bud, bali Allah Muhammad maabudu, wako mina shakirin, na uwe miongoni mwa kuleta shukrani kwa Allah, awe ni shukrani kwa pale alipowekwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa Muislamu anatakiwa kuwa mwenye shukrani, atangulize ibada kwa Mwenyezi Mungu na ashukuru kwa matokeo yaliyopo kwenye maisha yake, awe na shukrani. Ikiwa yeye anabeba shilingi 2000 mfukoni na anakaa nazo 2-3 hazina matumizi, kuna mwingine anakaa wiki nzima hadushi bibia, wiki nzima. Kama yeye anaona mimi bwana nimeshiwa bwana, lakini akose 5 kwa pesa yake, kuna mwingine huo ni mshahara wa mwezi mzima, mshahara wa mwezi mzima.
na kuna mwingine hata ifutara kwa mwezi hawezi kuipata. Kwa Muislamu anashukuru kwa yale matokeo aliyokuwa nayo. Kwanza maabudu Allah, kisha awe ni mwenye shukrani kwa ile hali au Mwenyezi Mungu amempa. Sababu leo una macho unatazama, unakuwa unapata harufu safi. Kuna mwingine yeye akisikia harufu za chakula kitamu anaona kama ni kinesi. Wako watu sababu mtanao wengi. Ikipulizwa mtu harufu nzuri nyumbani, yeye anaona sio harufu gani, kwa sababu ya confusion ya vivuta harufu zake. Ile nzuri kwa mbaya, ile mbaya kwa nzuri. Unafikia pahali anavua soksi yake, baada ya kuvaa viatu muda mrefu anatoa jawra, kisha anagusa kwenye vidole kwa kimusa, sababu anapata furaha. Kuna mwingine anagusa makopa yake, anakuwa sijaona mimi muda mrefu, lakini anagusa makopa yake akimusa, hapo ndio roho yake inafizana, kwa sababu ya confusion ya vivuta harufu yake imebadilika. Si kawaida. Kwa Muislamu anatakiwa awe na shukrani kwa ile area au sehemu au makamu ambapo Mwenyezi Mungu amemweka. Wama qadarullah, bal washirikina hawamweka Allah kwenye pale anafaa kuweka. Kwa Mwenyezi Mungu yakbadu wa yabsut, Mwenyezi Mungu anafunga na anafungua, anatengeneza maisha kwa mapana na anatengeneza maisha kwa magumu. Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu analeta magonjwa akitaka na wandoa, Allah analeta furaha akitaka na wandoa, Allah analeta amani akitaka na iondoa. Yeye Allah. Kwa Mwenyezi Mungu hakuweka na washirikina pale mstahiki. Ndio sababu mtu anakuwa na pete na mvuto ili avute riziki zake zidi kwa wingi. Au mtu anavaa pete la bahati ili anaona kwamba akitoka au na bahati nzuri, zile akadara Mungu ni zote zimwepuke. Mipango ya Allah yenye kuumiza ya uchungu imwendee kama sababu ile pete la bahati. Hada naam min ashirk. Wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al-qiyamah, Mwenyezi Mungu anasema na ardhi yote iko kwenye milki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Was-samawati matwiyatun bi yaminihi, na mbingu itakuwa yote imekundwa kwenye mkono wake kulia Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ametukuka na ametakasika amma yushrikun, juu ya vile vitu ambavyo watu wanamshirikisha navyo Allah subhanahu wa ta'ala. Wanachuona sema waman salima min dhalika salima min al-khulud fi an-nar, na yule atakayesalimika na haya majambo ya shirki basi atakuwa amesalimika kuingia motoni milele. Ofa ya kwanza kwa yule atakayejiepusha na shirki ni kupata jaza ya kuingia peponi, walau baada hii, hata kama ni baada ya waliobeba tauhid al-khalis wana garantia kuingia peponi hata kama wataanza motoni kwanza. Hii ni sehemu tuelewe. Fadhlu tauhid wama yukaffiru min dhunubi, Allah msema katika kitabu tauhid cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fadhlu za tauhid ni kwamba aliyebeba tauhid safi ataingia peponi hata kama na madhambi mengineyo. Katika hadithi hii tunasema insha Allah Mwenyezi Mungu akitaka anamadhibu mtu kadri ya dhambi zake, wa insha Allah ghafara lahu, na Mwenyezi Mungu akitaka anamsamehe bila hata maadamu ameondoka mtu na tauhid. Tauhid ayuha almuslimun, anasalimika mtu kubakia motoni milele kwa sababu tauhid. Watabqa baqiyatu a'malihi yuhasabu 'alayha, akishakuwa na tauhid yanabakia matendo mengine atakayohesabiwa nayo. In khayran fa khayran, ikiwa ni khair anapata khair, wa in sharran fa sharran, na ikiwa ni shar anapata shar kadri ya muda atakayokuwa na Allah tabaraka wa taala. Anasema Mwenyezi Mungu alladhina amanu, na wale ambao kwamba wamepata imani, wamepata tauhid, walam yalbisu imanahum bidhulmin, na hawakuchanganya imani zao hizo na dhulma, bimaana shirki, ulaika lahumul amn, hao ndio watakuwa na amani, wa hum muhtadun, na wao watakuwa
faman salima min ajnasi dhulmi thalatha ashirk akbar, atakayesalimika na najis tatu, madhambi aina tatu, shirki kubwa, wa dhulmi al-ibad, na akasalimika na dhulma za kudhulumu watu, wa dhulmihi li nafsihi, na akasalimika na dhulma kudhulumu nafsi yake kwa madhambi, bima duna shirki, kwa yalasu kwa shirki, kana lahu al-amnu tam, anapata garantia kupata amani ukamilifu. Atakayesalimika si mshirikina, amejiepusha na dhulma za kudhulumu watu, amejiepusha na madhambi yeye mwenyewe binafsi, huyu anapata amani iliyokamilika. Wa yahsul lahu min an-naqsi al-amni bihasbi ma naqasa min imani, kisha amani yake itapungua kidogo kidogo kwa yale madhambi atakayofanya kiasi. Kwa hiyo the more unamwasi Allah, the more amani inapungua. The more unafanya juhudi ya kuhifadhi imani yako na madhambi kuepuka, imani yako inaongezeka kukamilika. Al-muwahhid, yule mpokeshaji wa Allah aliyebeba imani safi, yaqra qawlahu ta'ala, anaisoma kauli yake Allah ndani ya Qur'ani, wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, ya kwamba misikiti yote ni nyumba za Allah, asiabudiwe Allah na chochote ndani ya misikiti hiyo. Bimaana ibada zote zinamstahikia Mwenyezi Mungu, asikusudiwe mwingineo katika ibada hizo. Fatahawala hadhihi al-aya, yule aliyeshika tauhid akaisoma aya hii akitazama vizuri, ikampelekea aya hii baina wa baina al-khalqi jami'an, baina yake na viumbe vyote. Aya hii ikampelekea mwenye tauhid fala yad'u illa Allah, ya kwamba sasa aabudu aombe isipokuwa Mungu peke yake, akatupilia masaili yote ya mabaani, masudiani, mapete, manini yote, kamkusudia Allah tabaraka wa peke yake. Wala ya'budu illa Allah, na ikawa aleti ibada isipokuwa ibada zake zote ni za Mwenyezi Mungu. Wala yarju illa Allah, na ikawa hakusudii chochote, atarajia jambo lolote ila kwa Mwenyezi Mungu. Wala yunibu illa lillah, na ikawa harudi nyuma, hatubii isipokuwa Allah. Wala yakhdha illa lillah, na ikawa anyenyekee mtu huyu kwa Mwenyezi Mungu. Fatauhid ya ibadallah, nikimalizia tauhid, ndugu zangu, wa ikhlasu al-ibadati lahu, na kusafisha ibada kwa Mwenyezi Mungu, hiya minnatullah, hii ni neema ya Mwenyezi Mungu. Tauhid na kumwabudu Allah peke yake, watu wakaepuka kila aina ya shirki, hii ni neema ya Mwenyezi Mungu ala khalqihi wa ibadihi, juu ya viumbe vyake Allah na waja wake al-muwahhidin, wale wanampokesha Allah. Kwa tauhid ni neema ya Allah, anampatia anayemtaka. Kwa mimi na wewe tunatakiwa daima tumkusudie Allah katika ibada zetu, tumtarajie Allah katika mambo yetu, tumsukumie Allah matatizo yetu, kwa sababu tauhid ni neema pekee yake ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake, sio bure. Kwamba leo mimi na wewe tukae msikitini hapa, tusali, tusome Qur'an, tusikize darasa, hii ni neema ya Allah tabaraka wa taala, neema ya Allah kushukuru. Tunatakiwa kuonyesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu tawfiki na kheri, atustoba kabla tujafa, atukubalie na ibada zetu na zisimamo zetu, na Lailatul Qadr Allah tuwafikie kuipata. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.